na meza yako kuu. Mwenyekiti wetu wa CCM wa wilaya ya Rumeru, viongozi wangu waheshimiwa sana Malegwanani, Bwana Yesu asifiwe. Mwenyekiti, naomba nianze kwa mambo mafupi tu machache. Kwanza kabisa, napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutuwezesha kuwa hapa leo. Kuwepo kwenu hapa ni jambo muhimu kwa sababu tunaenda kuangalia mustakabali wa nchi yetu na watu wetu kwa miaka 5 ijayo. Mwenyekiti, nishukuru binafsi kupata hii nafasi ambayo sijawahi kupata. Niweze kuwaona viongozi wangu na pia wanifahamu. Na wasema asante mwenyekiti. Lakini shukrani nyingine mwenyekiti wangu iende kwa kamati ya halmashauri kuu ya CCM Chama cha Mapinduzi kwa kuteua jina langu kuwa mgombea ubunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jimbo la Rumeru Magharibi. Mwenyekiti, nisingependa kupoteza muda kwenye kikao chako, lakini naomba niseme sasa kwa nini nimekuja hapa. Ubunge nikasema nije niombe ridhaa yenu. Ekejo di larusa langovan ngamulaka iwa omunu eton twaiter erikore nyevatini mwenyekiti wangu. Na kutambua umekuwa kiongozi mwema sana kutetea jamii ya Wamasai na wafugaji kwa kupitia vikao vyako na kuwa kiunganishi kizuri kwa serikali. Tumekusikia ukitetea mambo magumu sana, ukaacha yale lakini lengo lako kubwa ni kuhakikisha kwamba jamii ya Wamasai inastawi na wanaheshimiwa. Tujitokeze kumpokea rais wetu. Mheshimiwa mwenyekiti, namalizia kwa kusema hivi, nina ombi moja kubwa sana. Ombi langu ameshasema mwenyekiti. Tunaenda kupiga kura tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 ya kumchagua rais, wabunge na madiwani. Kwa upande wetu sisi, nilikuwa nawaomba tukajitokeze kwa wingi kumchagua Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kura nyingi sana. Mheshimiwa mwenyekiti, Dr. Samia Suluhu Hassan ametekeleza ipasavyo ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tuliona katika upande wa elimu, ametoa elimu bila ada kuanzia shule za awali mpaka kidato cha 6. Ukiangalia maji, ametoa miradi mbalimbali ya maji ikiwemo mradi mkubwa wa maji wa bilioni 520 iliyoko katika kata yangu ya Kimnyak, ambao maji haya yanapatikana katika jiji la Arusha. Tukiangalia masuala ya umeme mwenyekiti, vijiji vyote vina umeme isipokuwa baadhi ya vitongoji havina umeme. Ukiangalia mikopo ya watu maalum, wakina mama, ametoa zaidi ya bilioni 99.6. Kwa upande wa vijana ametoa bilioni 96.5 na watu wenye ulemavu bilioni 79. Mheshimiwa mwenyekiti, mama huyu amefanya kazi kubwa kwa miaka 4.5 iliyopita tangu aanze kuwa rais wa nchi hii. Lakini zaidi ya hiyo mwenyekiti, kwa nini nasema tujitokeze kumpa kura nyingi? Amedumisha demokrasia na utawala bora katika nchi hii. Amedumisha amani, utulivu kwa wananchi wake. Ametutangaza kimataifa. Ukiacha miradi ya maendeleo niliyoyataja, lakini pia ameweza kutuongezea kipato kupitia kwa watalii, kupitia mradi mkubwa au sekta mnasikia inaitwa Royal Tour. Kabla haijaanza Royal Tour yeye kuanzisha mwenyewe, watalii waliokuja nchi hii miaka 2020 ni 700 tu. Sasa hivi tuna 1500 na kuendelea. Naomba tumpige makofi. Kwa hiyo ndugu zanguni, naombeni sana wazee wangu kwa heshima kubwa sana, tuhamasishe watu wajitokeze kwenda kumpigia Dr. Samia Suluhu Hassan kura nyingi. Kuna miradi mwenyekiti yanaendelea ya maji, barabara, mambo mengine mengi yanaendelea. Iwapo tutampa kura nyingi sana, hata nikienda kumpigia magoti mama kuna shida Rumeru Magharibi, hata nisikiliza kwa sababu ameona amepata kura nyingi. Kwa sababu lazima angalie mwaka 2015 ndugu zanguni,
Arumeru imetoa kura nyingi kwa rais. Na ndio sasa tumerudi kwa nyuma. Sababu kama hujatoa kura kwa rais, wewe unategemea nini? Amesema mwenyekiti wangu, tulikuwa Nduruma. Wanasema hivi kura tayari tumeshamaliza. Kwa hiyo hawatajitokeza. Na unawaomba mwenyekiti wangu tukawahamasisha watu. Jinsi watu wanavyowaheshimu viongozi hawa wakisema tutokeni tukapiga kura, na ninaamini kabisa watajitokeza. Hilo ndio ombi langu namba 1. La pili, na mimi naomba mnipe kura. Wazee wangu nimepata kura nyingi, nadhani mlinisimamia. Kuna wenu walipiga kura hapa. Na washukuru mlinipenda bure. Na mimi nitaenda kuwatumikia kwa kadri ya uwezo wangu. Mwenyekiti, nimesahau kusema historia, utawaambia. Nimetokana na ninyi kwenye familia ya kawaida tu. Kwa hiyo ile chakula ni shida. Unaenda shule una hata viatu. Lakini leo si niko hapa. Maana yake kwamba mwenyekiti, ukizaliwa kwenye umaskini haina maana utaendelea kuwa maskini. Kinachohitajika ni kumuomba Mungu, ni kufanya kazi kwa bidii sana. Mwisho mwenyekiti, nimetoka kwenye boma la uongozi. Kuna mbaba mmoja anaitwa Ngwelenya Iye Lolo. Alikuwa mwenyekiti wa Maria kwa miaka 20. Yule ni yeye na baba yangu ni ndugu. Na kuna mzee wangu Solomon, ulaigwa na ndakile ngangi wapi. Kwa hiyo na mimi pia naombeni ngamula bado sina na kulaigwa na kidogo. Mwenyekiti, kwa kufikia hapo na kushukuru sana. Na nimeshindwa kuambia mimi ni daktari wa binadamu, lakini pia ni daktari mwalimu wa madaktari wa vyuo vikuu ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo nafundisha nchi mbalimbali duniani, madaktari wa binadamu. Kwa hiyo mwenyekiti, niongeze katika mkoa jimbo letu la Arumeru Magharibi na mkoa wa Arusha kwa ujumla, masuala ya afya nitaenda kuyasimamia. Dr. Suluhu Hassan ametoa trilioni 6.7 kuimarisha miundombinu ya afya. Na mimi nitakuwa kiungo na jimbo letu la Arumeru Magharibi itaenda kufaidi hiyo keki. Naombeni tu ndugu zangu tujitokeze apate kura nyingi za ndio. Na mwenyekiti kwa nafasi hii. Asana lenja kama hiyo. Imani mara mayandae. Watu lori kanteni. Wao mwenyekiti. Nyote wote njooni, ni viongozi. Kaeni hapa.